Mtazamaji wa Mnyasa Media, kamera ya Mnyasa hii leo imemnasa Mbwiga Mbwigike kwenye anga zake za kandanda. Sasa jambo la ajabu bwana, leo Mbwiga kavalia uzi wa mnyama. Uzi wa blue, kapendeza kweli kweli Mbwiga. Mbwiga aliniahidi na alisema kwamba yeye amerudi nyumbani, amehama kule upande wa pili. Ni kweli bwana, anatekeleza, anapiga na uzi wa mnyama. Mzee Mbwiga, shikamoo. Marhaba. Kwanza vyo vyangu vimepunguza. Mimi naitwa Mbwiga Kapitinyo wa Muyaya, yani Kimalawi wa Muyaya na maana wa milele. Kama vile ukitaja kule president wa Malawi yule kipindi kile Kamuzu Banda. Unajua nimekaa sana Blantyre. Ukisema Kamuzu Banda unakwamba Kamuzu Banda wa Muyaya, yani wa milele. Hakuna uchaguzi. Kwa hiyo Klaus pale mimi wa Muyaya. Wa Muyaya. Na ndio maana hata nilipokwenda zangu Dodoma kwenye Dodoma Bunge Marathon. Wale watu wa utumishi walinipa kitambaa kama clip zinatembea sana, wakanifunga captain. Na kwa bahati nzuri jana sasa mwenyewe kabisa Kapombe captain mwenzangu nilimwambia bwana vipi, akaniambia bwana tunacheza na mwenye nyumba. Nikamwambia piga tu, hakuna habari ya mwenye nyumba wala nini, sitaki kurudisha. Wale JKT tunaona kama baba mwenye nyumba mkofi anapigwa na atuajali na kitama tuondoke, tunaondoka. Kingine nacho leo asubuhi nimeongea na chairman. Nilimwambia bwana chairman, bwana nani Mangungu, mheshimiwa Mangungu, bwana wewe leo nataka nikaangalia watoto, kanambia nakurekebishia matemate. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna mzigo unatumwa niende kuangalia. Mimi sio simba mdogo simba Luwala. Mimi simba kindakindaki mfalme wa nyuki. Baba yangu kama angekuwa na lomba angelitia basi na simba kwenye mtalo Ruvu. Simba hiyo Kibadeni anacheza golini mwenyewe Asmani Mambo sasa au mwenyewe Omar Mazi bin Jabiri. Daudi Salmu, Kajole Machela. Asmani Juma Baba Kalomba anamaliza na Mohamed Bakato 6 na Nikonjole. Ndani ya box mtu anakunjwa, anafunjwa kitu, inapigwa kule. George Best na Manywele na mnayo kwa za Kiingereza. Yeye wingi ya kulia. Midfield Ezekiel Gleason, Juju Meni, Mzalamu Mkristo. Maona bwana namba 9 Damsabu Mulugulu 10 King Kibadeni Mzalamu. Na kitambaa anacho mwenye 11 basi Dilunga. Kuna watu wanasubiri wazuri kushinda tao. Hapo kuna Matikikwa, kuna Super Kiwelu Musa. Maona bwana kuna mtu anaitwa Abdalla mwenye mkuu Pele. Sikwambii kuna Asmani Mwarabu, sikwambii kuna kaka Abbas Said Kuka Muunzi. Sikwambii kuna Laimu Lumelezi mtoto wa Kinyamwezi. Bwana sikwambii hapo kuna mtu mwingine anaitwa nani sasa? Msigaa vile time mwingine anaweza kakaa kwenye benchi. Hao ndo Sunderland. Hapo klabu ya Simba kwenye mkungu kuna mtu mzee mmoja anaitwa Mzee Mindu. Anapiga malimba tu kwa jungoma, stage show wake anaitwa Sheta. Sasa wewe unaniambia nini kuhusu Simba? Kwa hiyo Simba ni ya kwako kabisa, kama mashati yangu ya mtumba najua yako 7, 8 sasa. Wewe mtu akizungumza baya Simba namwangalia. Sasa wewe muulize Julio Plantini Pereira mwenyewe anajua, tukitoka shule tunakaa pale na panda losa naenda kuangalia ball. Leta maneno. Sasa Mbwiga, ile kule jeshini kule uwanja wa jeshini ule. Meja Jenerali Samuyo kule. Watani zako kule wana nyumba nyingi. Waligoma kuingia mle ndani kubadilisha. Sasa sikishasikia ushaambiwa nani anaitwa wananchi. Sasa wananchi sikila sehemu wanakaa bwana. Ila sasa nikwambie kitu kimoja. La Florida ina zebra. La Florida haina zebra. Kila kitu kina sheria zake. Hata ukilima shamba ujue na mpaka. Sasa leo unaingia mpaka nyumba za watu bwana. Ukimwaga ugali wa watu. Kwani mle ndani alikuwa anaogopa nini mle? Sasa ujue ngoja nikwambie. Wewe ukisikia mtu anasema wewe mchawi, basi yeye mchawi zaidi. Wewe ulijuaje uchawi? Mwiga. Wewe unasema wewe mimi mchawi, ulijuaje? Ulitumia vigezo gani vya kunijua mimi mchawi? Lakini kingine nikwambie, mtoto wa singa unajue kabla ya kuanza kuvaa kilemba kwanza anafungua kachifu. Kabla kuvaa kilemba? Kuvaa kachifu. Na kilemba kile akikivaa singa akikivua labda analala au anaenda kuoga. Kwa hiyo wale pengine wameshazoea zile tabia zao. Ndio za kwao hizo. Sasa si mtoto wa singa. Wakamwaga na vitu uwanjani bwana. Sasa hiyo vitu vya kawaida. Hivyo. Wale unaambiwa Yanga wa Afrika. Sasa tunaitwa Simba Sports Club. Yanga wa Afrika. Yanga wa Afrika. South Africa kitu gani kinachotokea? Vurugu tupo. Vurugu hiyo inatokana na nini? Wale walifanya vurugu hawakai kwetu hapa, walikuwa wakai Mazimbo. Walikuwa nakaa. Walikuwa kai pale Mtarumumba. Walikuwa nakaa. Sisi hatukupigana kwa ajili yao. Yanga wa Afrika na mambo yao. Sisi Sport Club.
Nakupa vitu vya ndani. Kwa hiyo hao ndio hizi ndio kazi zao hizo. Yanga wa Afrika nimekwambia. Sisi tumesoma kitabu hapa Kabulu Matata. Kumbe Kabulu sio Matata. Kabulu tunaye hapa sasa hivi. Yanga wa Afrika. Ndio Simba Sport Club. Sasa Mbwiga, kuna goli la Chama lile bwana limekuwa gumzo sana. Lile goli la Chama bwana lilikutoa Digo analalamika. Salamu alaykum. Waalaikum salaam. Yule bwana sasa hivi afanye kuitwa Chama, yule aitwe Ba Chama. Ba Chama. Angalia Mwarongo goli afunga Mwakidira. Atudanganya mpaka sisi. Alafu ngakutangine ajitia daka mishale kumbe ataungo kudaka hawezi. Ajitia daka mishale kumbe ataungo kudaka hawezi. Mtu angalia Mwarongo apiga goli na ingia Zingibari. Vitu makale Chama ganda kaganda. Yaani mpaka sasa hivi hajashuka, akishuka Chama anakunywa maji au ni tena. Mpaka sasa hajashuka. Sasa aje kufanya nini? Chama ganda. Tatizo sio kuamka mapema, unamnunia nani maisha umekosa mwenyewe. Tunakwenda starehe tu sasa hivi. Sasa Mbwiga, leo mnacheza na JKT. Na watani zako wanacheza na KMC. Vipi hapo? Sasa kapata shamba la bondeni. Kapata? Shamba la bondeni. Nani kapata shamba la bondeni? Wala Yanga. Mimi naenda kuangusha bisiki huko. Yanga kapata shamba la bondeni. Sasa uji na tende utasema mbaya bwana. Mimi naenda kuangusha bisiki huko. Alafu leo nampiga baba mwenye nyumba hii mawili anifukuze au anipandishe kodi. Sasa wewe ukitaka kuachishwa kazi kwa Mwindi unafanyaje? Unafanyaje? Chema kofi mkewe tu na watoto wake. Kazi na kuendelea. Mbwiga kusengia wazimu. Baya, anya uteka robate. Chema kofi. Kazi ndio kazi, lakini kuacha kazi moja. Bwana Mbwiga vipi? Lazime basi ngoja. Anya uteka bado bao Mbwiga chizi Mbwiga sasa nipe ni langu niondoke. Kapteni kakwambiaje sasa leo? Kapteni kanambia leo hatari. Kwanza mimi mwenyewe nakuja uwanjani. Na mimi nikiwa uwanjani waulize timu ya Azam kipindi hicho anacheza Azam pale kuna mtu anaitwa John Boko, huku kuna mwenyewe huyo mtoto Chombo Lidondo Ramadhani, hapo kuna Kisiga Maloni, mimi nikiwa juu mbaya. Yaani mimi nikiwa juu sana ule mzalamu ule. Yule mzalamu na Kisugu. Sasa tukiwa juu kwanza tukiwa juu kwenye ile jukwaa tunaona ule uwanja. Tulia mwanangu, tulia kapombe. Acha moja mpanzu ingia piga tayari hao. Yaani mimi kama remote vile nabadilisha izatu. Alafu namjua kapteni sasa hivi. Akimaliza mstari anakuwa sio beki tena. Hiyo mishuto ukipa atakimbia mwenyewe kwa mishuto. Kama radi. Alafu katikati na watu warefu. Mbwiga na furaha sana kwa hiyo mnyama. Na Mateo akaniambia Mbwiga leo sasa wewe mtoto wako anasoma vizuri uletee kesi mkeo uko vizuri wewe utakuwa hata mvinyo unakunywa nyumbani. Sasa nyumbani hakuna vurugu lakini kirudi jamani wewe keshaingia. Kapola mtu kila kituo unamjua mpelelezi na mwenye na mkuu wa kituo. Kila kituo toto korofi, toto lina matusi linatukana watu yani sasa. Tabu tu. Bwana namna gani bwana? Simba sasa hivi sisi tuna wasiwasi gani? Kwanza unaangalia kapeti. Kipa letu lile ndo kama wewe unafikia ile goli tuliofunga sisi magoli biliani. Wao migoli yao kana kula mungunya. Bora usife. Kulikuwa na mchele mmoja unaitwa bora kupata. Bora kupata. Yaani wewe kila hata ueleweki unakula nini ndio migoli ile pale bora kupata. Yaani bora kupata yani kwamba haueleweki. Maana mchele kulikuwa na mdundiko. Umeona? Michele mibaya. Na ndio huo na huo mwingine bora kupata ndio ile migoli walitufunga sisi kwa. Migoli gani? Lakini migoli Chama ganda. Chama ganda. Akaganda. Kaangalia Mwarongo goli anafunga Mwakidira. Anadaka mishale kudaka mchezo. Kwa mdaka mishale hoi. Mimi sina wasiwasi. Eti wanasema Alan Ukelo kijana mdogo huyu kama ogeshwa kwenye matope Rushaini ndo alikama anavyosema bwana. Wiga vitu vya kawaida kwenye mpira. Bwana hata sisi tupigwe makofi na wake zetu. Mimi mwenyewe nakula makofi. Na unasema asante Azizi. Unapigwa? Na mama Alina mwenyewe? Huyo mama watoto? Ananitia makofi naambia asante Azizi, usinipige kwa nguvu watu wakasikia tu nje. Kwa vitu vya kawaida. Umeona bwana?
Hatuna wasiwasi wote. Tumetulia. Maana unajua ukitaka kutengeneza barabara unaanza kupanga zile layers. Road maintenance and construction. Mwiga usifikie anafanya kazi moja. Kuna surfacing course, kuna base course, kuna wiring course, kuna surfacing, kuna drainage ditch. Kwa hiyo sisi tushachimba barabara na mambo safi. Ila sasa yule bosi wangu bwana Yanga Duvi sijui itakuwaje bwana. Nafanya kazi katika mazingira magumu. Bosi yule wa kampuni ya Duvi Farm and Transport ya Tanga, Yanga wa kulia, lakini nikamwambia bwana wewe huwezi kunipangia rafiki mimi. Kama mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akamwambia huwezi kunipangia rafiki. Shukrani sana Mwigi. Yaani nikwambia kitu kimoja. Nilikuwa na mimba ndogo tu. Sasa nimeshona tenity kwa sababu kila nikaa naona najibana bana. Sasa unamnunia nani? Maisha umekosea mwenyewe. Tatizo sio kwa mapema. Unakwenda wapi?